Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maria na watazamaji wa mitandao yetu ya kijamii, kwa jina naitwa Father Enoch Rutashubanyuma Leopoldo, maarufu kama Chinga wa Yesu, na kama wale ambao daima huwa mnanisikiliza, nina kipindi cha tafakari ya leo ambacho huruka hewani baada ya tafakari ya mtakatifu wa siku. Ninakuja hapa kueleza kidogo kama padre na mchungaji juu ya kifo cha baba yetu Polikapo Kardinali Pengo, ambaye alikuwa kwetu baba na mchungaji, na sasa ameondoka kurudi kwa baba. Baba huyu ninamwongelea kwanza kwa masikitiko kwa kumpoteza, lakini nikiwapa pole taifa la Mungu, Tanzania na ulimwengu mzima kwa wote mliopata kuishi naye na kumsikiliza. Ninamwongelea kama mchungaji nikiwa na lengo la kueleza walau mambo machache ambayo mimi binafsi yalinigusa. Kwanza kabisa napashwa kueleza wazi kwamba ninamfahamu binafsi tangu alipofika kutuona nikiwa Kawekamo nyumba ya malezi kule Mwanza. Kipindi hicho akija kumtembelea aliyekuwa askofu mkuu hayati Anthony Mayara wa Jimbo Katoliki la Mwanza. Aliamini juu ya umoja, kwamba tunaposhirikiana kwa karibu tunajenga familia moja, familia ya Mungu. Na bila shaka wazo hilo liliingia kabisa katika mawazo ya Anthony Mayara by then akiwa askofu wa Mwanza, askofu mkuu, na yeye aliongozwa na hiyo kwamba kanisa kama familia ya Mungu inayojali na kuwajibika. Na kwa pamoja wazee hawa wawili ambao sasa ni marehemu walishirikiana na kushirikishana hayo ambayo binafsi nilipata kuyafahamu, na kieleza umoja wa kanisa ambavyo unaweza ukaleta maendeleo ya mwanadamu, lakini kwa namna pekee uinjilishaji wa pamoja kama taifa la Mungu katika bara la Afrika. Aliweka wazi juu ya utu wa mwanadamu kama sheria msingi ya maadili, na aliutetea kwa haki zake zote. Iliweza kumpasha hata kutengana na kupishana kimawazo na watu wengine, lakini katika swali linalohusu utu alitetea bila kuyumba na bila kuwa na kupepesa macho. Wakati fulani hata aliweza kupishana na wenzake mradi tu aweze kueleza ukweli. Sasa mtu wa namna hiyo kwetu sisi wachungaji ambao bila shaka tunamfuata na amekuwa kwetu mfano, hatuna budi kujifunza namna ya kuendesha shughuli zetu, tukitambua kwamba utu wa mtu ndio sheria msingi, utu wa mtu ndio haki ya kwanza kabisa ya mwanadamu ambayo inapaswa kulindwa na kila mtu. Kumbe tunapomkumbuka, tunapoomboleza kifo chake, tuyaweke moyoni hayo, kukubali kabisa kuheshimiana na kuheshimu wanadamu wote. Na pale tunapopaswa kusema ukweli, kuutetea ukweli pasipo kusita, pasipo kuyumba, hata kama tunatengana na wengine. Hilo kwa Kardinali Pengo kwa kweli tutamkumbuka sana, mtu mwenye msimamo mkali ambaye hakuona shaka kueleza lolote ili mradi linaendana na ukweli wa Injili, na kwamba kwake yeye kama mchungaji linamtambulisha kwa jamii na kwa Mungu mwenyewe. Na katika maandalizi hayo ya kifo ambapo amekuwa akieleza, kuna clip alieleza wazi wazi akieleza juu ya hayo mambo kwamba yeye daima alipenda kusema ukweli na aliyaeleza bila kusita, na kwamba tushirikiane. Na nadhani pia katika malezi yake akiwa rekta na gambera wa seminari ya Segerea, baadhi ya maaskofu ambao amewalea na mapadri ambao amewalea wanaweza kuwa mashuhuda. Alieleza wazi wazi juu ya msimamo wake ambao ulimpelekea kuwa na hiyo sifa ya kuwa msema ukweli na mtu mwenye msimamo udhabiti katika mambo ya usuyo utu wa mwanadamu na imani. Tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani.